Bana, karibu mwana michezo mwenzetu. Niko naye hapa Dominic Salamba Chifu Nzobane kama Zoom Fella. Baada ya kusikia taarifa nzuri kweli kweli, tukaona tumtafute ili tuje tupige naye story, atupe zile small details. Bana, baada ya kuchunguza tumegundua kwamba Young Africans ana faida nyingi kweli kweli kwenye mkataba dhidi ya kampuni ya GSM kwenye ujenzi wa uwanja. Tumetafiti, tumeona 50% kwa 50 unaweza ukaitafuta kwa tochi dunia nzima, yani mwekezaji pamoja na timu. Sasa ziko faida nyingi ambazo tunatamani kuzisikia kutokea kwake Chifu Nzobane Dominic Salamba. Kwa vizuri kaka? Niko vizuri ndugu yangu. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu kweli kweli. Ndio. Bana, Salamba, tunataka tufahamu faida nyingi kweli kweli kuhusiana na uwekezaji wa 50% kwa 50 kwenye uwanja kati ya GSM pamoja na klabu ya Young Africans. Nafikiri ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa na likizua taharuki sana. Ndiyo. Lakini tuna wajibu wa kuweza kuelimisha watu at least waweze kuelewa hata kwa knowledge ya kawaida Kabisa. Kimsingi ni miongoni mwa aina ya mikataba ambayo inakuwa inafanyika. Okay. Unaweza ukafanya mkataba ambao utakuwa na upande mmoja ukiwa una asilimia kubwa na upande mwingine ukiwa na asilimia ndogo, na kinachoweka utofauti wa asilimia ni kutokana na kiwango ambacho mnakitumia au thamani ya investment kati ya pande zote mbili. Ya lazima uweze kuangalia kiwango wewe unaweka nini na mwingine anaweka kitu gani katika hiyo contract au katika hiyo investment ambayo mnakuwa mnaifanya. Hiyo ndio inaweza kwenda kudetermine kwamba sasa nani achukue nini na nani achukue nini. Kwa hiyo miongoni mwa hizo contract za kiuwekezaji ndio kuna hii moja ya 50 kwa 50. Maana yake unapozungumzia 50 kwa 50 maana yake partners wale wawili au zile taasisi mbili zinakuwa zinachangia. Sawa, wanakuwa ni wanachangia kwa usawa, yaani wanatoa kitu kilichokuwa sawa. Kwa hiyo inaweza ikawa wanachangia fedha, inaweza ikawa wanachangia fedha, watakwenda kuchangia kwa upande wa umiliki, watakwenda kuchangia kwa upande wa majukumu, faida na hata riski ambazo zinaweza kwenda kutokea. Kwa maana yake mnakwenda kuwa na share katika maeneo yote, kwa maana kuanzia kwenye fedha. Hasa ukisema fedha, mwingine atakwambia kwani Yanga watatoa shilingi ngapi? Yanga fedha yao inapatikana kwenye thamani ya ile ardhi walionayo. Baki unazungumza pale wana eneo ambalo lina takriban eka 9. Yes. Kwa hiyo ndio thamani ambayo Yanga wanakwenda kuingia, na mwekezaji naye anakwenda kutoa kiwango cha fedha ambacho kitafanana na thamani ya ardhi na kupelekea ule contract au makubaliano yakawa ni ya 50 kwa 50. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri na ni modo ambayo haibagui na ni modo ambayo inatengeneza vitu vingi vyenye faida kuliko vitu vyenye hasara. Kwa hiyo moja ya faida ambayo unaweza ukaipata katika hii hapa investment contract ya 50 kwa 50, unazungumzia issue ya yani kule kushirikishana au kushare zile financial risk. Yani mnakuwa mna share zile riski za kifedha. Okay. Kwa mfano pengine pametokea pana anguko la kibiashara, biashara haijakwenda vizuri, imetokea kuna damage fulani, manake zile gharama zote ambazo zingeweza kutokea za kiuchumi, mnakwenda kuzibeba nusu kwa nusu. Okay. Baina ya mwekezaji na wewe mwingine ambaye umeingia partner naye, mnakwenda kuwa na hiyo share. Kwa hiyo kama kuna hasara imeweza kutokea, bado mnakwenda kugawana ile hasara kwamba asilimia kadhaa kwa asilimia kadhaa. Kwa hii ni moja ya kitu ambacho kinakwenda kufanya kila mmoja aweze kuwa sensitive na huo mkataba ili asimsababishie mwingine hasara. Okay. Unapokuwa na mkataba ambao pengine mtu amechukua 80%, mwingine amechukua 20%, yule mwenye 20% anajihisi kama sio sehemu ya mkataba moja kwa moja. Kwa hiyo kuna wakati anaweza akafanya uzembe hata kwa makusudi, akijua kwamba all burden ambazo zitakwenda kutokea haziwezi kuwa katika upande wangu, zinakwenda kwa upande mwingine. Kwa hiyo kuna kiwango cha uzingatifu, kuna kiwango cha umakini na hata kuwajibika hakuwezi kuwa sawa kama huyu ambaye anakuwa ameingia mkataba wa 50 kwa 50. Kwa hiyo inakwenda kushare zile financial risk ambazo zinakwenda zikatokea. Lakini faida nyingine ya pili inakuwa ina equal decision making power. Ile nguvu ya kimaamuzi inakuwa iko sawa. Kwa hiyo hata katika structure nzima ile ya kuweza kurani hiyo project au kama labda ni activity hii, inakuwa imekaa katika mtazamo ambao
kila upande unakwenda kuwa na usawa hasa katika maamuzi. Kwa hiyo hakuna ambaye atakuwa na maamuzi ya juu kuliko mwingine. Yes. Kwa maana yake itapelekea kila mmoja aweze kufikiria kwa ubora zaidi kuweza kumaximize profit, kwa sababu mwisho wa siku kile ambacho kitakwenda kupatikana kinakuwa ni kitu ambacho mnakwenda kushare wote wawili. Kwa hiyo hii ni faida ya pili, kwamba maamuzi yote ya kuendelea, ya kuweza kuextend au kufanya expansion lile eneo, kama ni kiwanja, kufanya mabadiliko, kufanya ukarabati, kuweza kuongeza baadhi ya vitu vingine, maamuzi hayo yote yatafanyika kwa kuzingatia structure ya kampuni ambayo itakuwa imewekwa, ambayo kampuni hiyo itakwenda kutengeneza usawa wa kimaamuzi na kiutawala na kiutendaji baina ya upande wa Yanga na upande wa nani, wa mwekezaji. Yes. Kwa hiyo ni faida pia ambayo Yanga wanakwenda kukutana nayo, kwa maana inakuwa ni faida ambayo na wao wanakuwa na maamuzi kwa asilimia kubwa. Hiyo ni ya pili. Lakini ya tatu, hii inakwenda kufanya combine skills and resources. Inakwenda kujumuisha sasa ule utaalamu, maarifa na zile resources na rasilimali zilizopo. Kwa maana gani sasa? Kama Garibu au kama GSM wao watakuwa wana wataalamu wazuri wa kibiashara, maana yake ni lazima watashirikiana na watu wa Yanga ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kumaximize profit, kwa sababu faida itakayopatikana inakuwa ni shared 50 kwa ngapi? Kwa 50. Kwa hiyo kila upande utakwenda kuadapt au utakwenda kupata faida kutokana na upande mwingine. Kwa kila mmoja anatoa kila ambacho anacho kwa ukubwa wake. Kwa kama kuna maexpert, kuna wataalamu wengine, na kama kuna rasilimali zingine za kuweza kuongeza, kuna mawazo mazuri ya kibiashara, maana yake mnakwenda kushare sasa. Kama Yanga walikuwa hawana, labda Yanga wana wataalamu wazuri kwa upande wa masoko. Sawa? Kwa sababu wao wana wanachama wengi. Lakini GSM ana wataalamu wazuri, sawa, wa kibiashara. Sawa? Kwa hiyo maana yake Yanga anatoa wataalamu wa masoko, GSM anatoa biashara, wanashare pamoja ili kwenda kuhakikisha kwamba faida ikapatikane kubwa, ili kila mmoja apate usawa unaofanana. Kwa hiyo panakuwa pana combined skills and resources. Lakini faida nyingine ya nne inakufanya increased investment capacity. Inakwenda kuongeza ule wigo wa uwekezaji, unakwenda kuongezeka, kwa sababu kila mmoja anakuwa anatamani kuweza kuona kwamba ana maximize profit ili apate kilicho kikubwa. Na hapa maana yake inaweza kwenda kuongeza uwigo kibiashara, kwenda kuongeza vitu vingine beyond na kile ambacho mlikuwa mmekifanya, ili mkiwa mna lengo la kwenda kusiki kupata maximum profit. Mlianza na kiwanja, pengine mtakuwa na maduka pale, mtakuwa mna parking, mtakwenda kujenga hoteli. Kwa hiyo mtaendelea kubuni miradi mingine mingi, kila mmoja atakuwa anafikiria ili mwisho wa siku ile profit inayopatikana ikaongezeka kwa faida wote wawili. Sababu tukipata leo milioni 50, maana yake tutakwenda kugawana 25 kwa ngapi? 25. Tukipata milioni 100, maana yake itakuwa ni 50 kwa ngapi? Kwa 50. Kwa hiyo maana yake kila mmoja anakuwa anafikiria namna bora ya kuweza kwenda kutanua wigo wa kiuwekezaji, ili sasa zile faida ziweze kuwa maximized, tofauti na ile ambayo inakuwa ina 80 kwa 20. Maana yake kazi kubwa atakuwa nayo huyu ambaye ana asilimia 80 ya kuweza kutafuta masoko, kufanya awareness ya biashara, kuweza kufanya branding, advertising na vitu vingine vingi, kwa sababu yeye ndio muathirika mkubwa. Lakini pia hata ule upande wa risk nyingi ziko kwake, kwa sababu ndio amewekeza kitu kikubwa. Kwa hiyo ikitokea damage, yeye anaathirika zaidi kuliko ambao ana asilimia ngapi? 20. Kwa hiyo maana yake kuna upande unakuwa unawajibika na kuna upande unakuwa hawajibiki pia. Lakini faida nyingine ya tano hapo unakuja kwenye shared responsibilities. Wanakwenda kushare, wanakwenda kushirikiana katika majukumu mbalimbali, hasa katika kazi, katika mambo ya zile kazi labda za kwenye mambo ya management, usimamizi, na kwenda kupunguza pressure, lakini pia na hata kwenda kuongeza efficiency ya uzalishaji. Inakuwa ni mkubwa, kwa sababu kila mmoja anakuwa na wajibu ulio sawa kuhakikisha kwamba biashara au bidhaa yao inaweza kwenda kuuzika sokoni, lakini mwisho wa siku ikishauzika ile profit inayokwenda kupatikana iweze kuwa iko shared. Kwa hiyo inakwenda kufanya shared responsibility. Hiyo ni namba 5. Lakini namba 6 unakwenda kwenye stronger business na stability. Kwa hiyo inakwenda kuwa na nguvu kubwa ya kuwa ile biashara yenu itaweza kwenda kuwa ni stable, itakwenda kuwa na uimara, kwa sababu wote wawili partners mtakwenda kuweka nguvu kubwa kwenye ile biashara kuhakikisha kwamba mnakwenda kutengeneza profit. Hakuna ambaye atakuwa amekaa nyuma ya mwenzake, kwa sababu wote mna equal share,
mna equal value of share kwenye ile investment mlionayo. Kwa hiyo kwa kufanya vile itakwenda kuongeza ile stronger business, sawa, stability, na ile biashara inakuwa ni ngumu kuweza kufa, kwa sababu kila mmoja anakuwa na siki kuhakikisha kwamba biashara inaendelea kusustain ili waendelee kutengeneza faida na faida na faida na faida. Lakini ya mwisho inakuwa ni easy problem solving. Ni rahisi kuweza kutatua migogoro, kwa sababu ikitokea migogoro kila mmoja anaathirika kwa kiwango kilichokuwa sawa. Kwa hakuna ambaye atakubali kuona mgogoro ukiendelea. Kwa sababu huyu ambaye atakuwa na 20% kwa mfano, akiona kuna mgogoro anaweza akasema okay, wewe mgogoro uendelee ili biashara ishindwe kumove. Ikishindwa kumove ifikia tu tufikirie kuja kuwapati. Kwa sababu nahisi kwa pengine mimi ninanyonywa, mwingine anapata kubwa. Lakini katika staili hii maana kila mmoja atakuwa anahakikisha kwamba anapambana ili migogoro isiwepo, na kama ipo wanatafuta njia rafiki za kuweza kuzisolve migogoro yao ili biashara izidi kuendelea na kila mmoja aweze kuvuna kwa ufasaha au kinachostahili. Kwa hizo ni faida 7 kubwa ambazo sasa hii system ya uwekezaji wa 50% kwa 50 inaweza kwenda kukupatia ukilinganisha na mifumo mingine ya mikataba ambayo timu au taasisi wanaweza kwenda kuingia. Bwana, sisi tumeshiba kweli kweli, na tukushukuru sana kwa ufafanuzi mzuri na kwa elimu ya kutosha kweli kweli juu ya hili jambo. Nakushukuru sana. Bwana, tukutane tena wakati mwingine salama. Asante sana.